Bwana Yesu asifiwe sana. Karibuni sana kwenye somo jingine tujifunze. Kichwa cha somo kinachosema Yerusalemu au nchi ya uzuri. Mpendwa, tuangalie andiko katika kitabu cha Danieli sura 11 mstari wa 41. Biblia inasema hivi: tena ataingia katika hiyo nchi ya uzuri, na nchi nyingi zitapinduliwa, lakini nchi hizi zitaokolewa na mkono wake, Edom na Moabu na wakuu wa watu wa Amoni. Nirudie tena, Danieli 11:41. Tena ataingia katika nchi ya uzuri, na nchi nyingi zitapinduliwa, lakini nchi hizi zitaokolewa na mkono wake, Edom na Moabu na wakuu wa watu wa Amoni. Ndugu zangu, tunaweza kukuta neno hili linalosema nchi ya uzuri ndani ya Biblia limeandikwa mara tatu tu, tena katika Danieli tu. Unaweza kusoma nyumbani Danieli sura 8 mstari wa 9. Utasoma tena Danieli 11 mstari wa 16. Na hili andiko ambalo nimelisoma mimi nalo unaweza kuliangalia katika Danieli 11:41. Wapendwa, neno mji mtakatifu limetajwa mara 9 katika Biblia yote, ikiwa ni mara 4 katika Agano la Kale na mara 5 katika Agano Jipya. Majina haya mawili, nchi ya uzuri na mji mtakatifu, ni majina mazuri unapoyasikia. Kwa sababu ya majina haya, wengi sana wamekuwa wakiutafsiri tofauti ule mji wa Yerusalemu kwa majina haya, nchi ya uzuri au mji mtakatifu, kwa kuwa hudhania ndani ya miji hiyo hakuna wenye dhambi, kwa kuwa umetajwa na Mungu kuwa ni mji mtakatifu. Ndugu zangu, sio hivyo, lakini tutaendelea kuona. Napenda kujulisha leo hii ya kuwa ndani ya miji hiyo au ndani ya mji huo kuna wenye dhambi na kuna watakatifu. Mji huo utadumu kuitwa mji mtakatifu miaka yote, kwa sababu umeitwa na Mungu mwenyewe kuwa ni mji mtakatifu. Mungu aliuchagua kuwa mji mtakatifu na kuwainua watumishi wake wengi, manabii na mitume, hapo katika nchi ya uzuri. Utabaki kuwa hivyo hata kama wengi walijichanganya, na wanaendelea hadi atakapokuja au hadi atakapokamilisha mwisho wa miisho yote. Ndugu zangu, hii inaonekana kwamba mji ule unaitwa mji mtakatifu. Sio kwamba watu wote utakaowakuta pale kwamba ni watakatifu, hapana. Lakini Mungu ameuchagua kuwa mji mtakatifu kwa sababu kwanza ameteua watumishi wake wengi, mitume na manabii. Lakini sio hivyo tu, hata hapo baadaye Bwana Yesu atakapokuja kutawala miaka 1000 atafikia ndani ya mji huo. Kwa hiyo ule mji ni mtakatifu, na ndio maana tukiangalia habari za vita zile za kwenda kupiga Yerusalemu, inakwenda kupigwa kambi ya watakatifu. Ndugu zangu, nimeandika hivi: ni vizuri ikiwa kila mmoja wetu kujua kuwa kuna Yerusalemu ya hapa duniani iliyoko Mashariki ya Kati au Palestina, na Yerusalemu itakayokuja kutoka mbinguni. Kwa hiyo kuna Yerusalemu hizi mbili ambazo unatakiwa uzijue. Hii Yerusalemu iliyopo hivi sasa Mashariki ya Kati ni hapa duniani, lakini mji wa Yerusalemu mpya utakaokuja hapo baadaye utakuja kutoka juu. Tuangalie katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura 21 mstari wa 2. Biblia inasema, nami nikaona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumeo. Wapendwa, mji wa Yerusalemu mpya umepambwa kama bibi harusi, yaani umekuwa kama bibi harusi aliyeandaliwa kwa ajili ya mumeo. Ndugu zangu, huu mji sio ule ulioko Mashariki ya Kati, ni mwingine kabisa. Huu wa mbinguni utakuja ukiwa unafanana na huu wa duniani, kwa sababu nao utakuwa na milango 12, pamoja na kwamba hivi sasa tumeshajifunza kwamba ule mji una milango 3 tu hivi sasa: lango la maji, lango la kondoo na lango la mashariki, kwa sababu ule mji ulipigwa kwanza na Nebukadneza, akavunja kila kitu, lakini baadaye wakaja wakautengeneza kina Nehemia pale walipokuwa wakidhihakiwa na kina Sanbalati na kina Tobia na wale Waarabu walikuwa wanaodhihaki kwamba ninyi hamuwezi kujenga mji huo. Lakini baadaye Bwana Yesu mwenyewe alitabiri kwamba anataja kwa ajili ya mji ule kwamba ungalijua kwamba unakwenda kukaribiwa kivita, ungalitubu. Ndugu zangu, alitabiri habari za kushambuliwa ule mji na mfalme Tito Mrumi miaka 70 baadaye. Ndugu zangu, hebu tuone sasa. Na majenzi ya ule ukuta wake yalikuwa ya yaspi, na mji ule ulikuwa wa dhahabu safi mfano wa kioo safi, na misingi ya ukuta wa mji ule wa mji ilikuwa imepambwa kwa vito vya thamani vya kila namna. Msingi wa kwanza ulikuwa yaspi, wa pili yakuti samawi, ya tatu kalkedoni, wa 4 zumaridi, wa 5 sadoniki. Wapendwa, haya ndiyo mawe ya thamani
ambayo yatakuwa yameujenga ule mji. Anaendelea kuyataja: krisolitho 8, zumaridi, wa 9 yakuti manjano, na 10 kripsoraso, wa 11 hiakintho, wa 12 amethisto. Wapendwa, wala usisumbuke, haya ni majina tu ya vitu vya thamani ambavyo vitakuja vimejenga ule mji. Haya ni maono ambayo aliyaona mtumishi wa Mungu Yohana. Wapendwa, vitu hivi vya thamani vilipatikana zamani katika mito ile iliyokuwa inamwagia bustani ya Edeni, na ndio maana hata wazazi wetu au watu waliotangulia katika imani zamani zile, makuhani walivaa kifuko cha kifuani na kikakaa mawe 12 ambayo yalifanana na majina ya watoto wa Yakobo. Lakini yale mawe waliyapata wapi? Waliyapata maeneo yale yalikuwa na bustani ya Edeni. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, Yerusalemu ya hapa duniani inaendelea kuitwa mji mtakatifu kwa sababu ndipo Bwana Yesu atakapokuja kutawala miaka 1000 atakaa pale. Kumbe ndio maana ule mji bado unaitwa mji mtakatifu, utakuwa unaitwa bado mji mtakatifu. Tuangalie katika Ufunuo Yohana 20 mstari wa 6. Biblia inasema hivi: huo ndio ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Jua hayo mauti ya pili haina nguvu, bali watakaokuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu nielezee kidogo. Ndugu zangu, hapa anaonyesha jinsi ambavyo kumbe kuna ufufuo wa kwanza na ufufuo wa pili. Lakini anaendelea kusema heri na mtakatifu ni yule aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Na ufufuo wa kwanza ni wakati gani, wapendwa? Kumbe kanisa litakapoondoka, wale waliolala mauti, Biblia inasema kwamba wala watakokuwa hai hawatawatangulia, lakini waliolala mauti watafufuliwa kwanza, watapewa mili mipya. Baada ya kupewa mili mipya, na hao walioko duniani watapewa mili mipya, lakini hao walioko duniani hawatawatangulia wale. Ina maana wataingilia pamoja kwa Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ndiye bwana harusi. Wapendwa, na huo ndio ufufuo wa kwanza. Lakini ufufuo wa pili unapatikana wapi? Unapatikana wakati ambapo ile miaka 7 ya kunyakuliwa kwa kanisa imeisha, miaka 1000 imeisha. Kule mwisho sasa, wakati ambapo Bwana Yesu atakalia kiti cha hukumu akiwabagua watu kama kondoo na mbuzi, wakati vitabu vitakapofunuliwa, wapendwa, havitafunuliwa vitabu wala Yesu hatakalia kiti cha hukumu kile kinachoitwa bema, isipokuwa wale watu wote ambao hawakufufuka kipindi kile, wale watu ambao hawakuwa wamekufa bila Kristo watafufuliwa. Watafufuliwa ili waungane na wale waliopo kwa ajili ya kwenda kwenye hukumu. Bwana Yesu atusaidie sana. Hilo jambo nafikiri limeeleweka hapo. Wakristo wengi hufanya vyema kwenda Yerusalemu, kuziona na kuzitembelea sehemu ambazo mbalimbali zile ambazo Bwana wetu Yesu Kristo alipitia. Ni vizuri sana mtu unapoenda kupaona pale Pretorio, mahali ambapo Bwana Yesu alihukumiwa. Ni vizuri sana kuiona njia Yesu alipopitia akiwa amebeba msalaba. Watakuonyesha hata pale msalaba ulipomshinda. Watakuonyesha mpaka Golgotha au Kalvari pale. Unaweza kulitembelea hata kaburi. Lakini ndugu zangu, faida iliyopo ya kwenda kule ni kwamba unaenda kujengwa kiimani. Lakini anayejengwa kiimani ni yule ambaye ameenda amejikamilisha. Amejikamilisha kwa maana kwamba ameokoka, amemkiri Kristo kama Bwana na Mwokozi. Anamkiri Kristo kama Bwana ni Mwokozi. Na kwa vyovyote unapokwenda kule Yerusalemu ukatembelea hayo maeneo, wala hutakuwa ulivyo. Utajengwa namna fulani, utapata ujasiri wa kujua kwamba kweli unachokitafuta ni cha kweli. Lakini nikwambie, wako watu wanakwenda Yerusalemu, wanakwenda mara 2, mara 3, hata mara 4, sawa, wanafanya vizuri. Lakini nafikiri, au navyoweza kujua mimi, kwenda kwa ajili ya kujijenga imani ni safari ile ya kwanza. Unapoweza kuona vitu hivyo, sasa yule anaenda mara ya pili hafanyi vibaya, kwa sababu anakwenda kama kutalii. Lakini inasikitisha kwamba wako baadhi ambao watu wanakwenda Yerusalemu ndio wanakwenda kutalii, kwa sababu mtu anaweza kaenda mara ya kwanza akawa hakwenda kama mfanyi ibada, akawa ameenda kutalii, kwa sababu wale unaoona wanatoka kule lakini hawabadiliki, bado ni wakorofi, bado ni wagomvi, hawatendi haki wala hawasimamii haki, ni wadhulumati, hawalipi madeni, wana ndugu na jamaa ambao hawawezi kusalimiana nao, hawana msamaha wa kweli. Wapendwa, hao wanakuwa wameenda kutembea tu, lakini hawapo wengi. Na watu wa jinsi hii anaweza kwenda safari akaona haitoshi, arudi mara nyingine. Na watu hawa mara nyingi hata wanapokutana na jamaa zao, jambo muhimu kubwa sana ni kuwafahamisha, na mimi nilishakwenda na Yerusalemu. Umekwenda Yerusalemu, so what? Halafu nini? Kimefuata nini? Kwenda Yerusalemu sio tatizo, lakini baada ya kwenda Yerusalemu
safari ile imekusaidia nini? Ndugu zangu, wapo watu ambao wanafikiri tunakwenda Yerusalemu kama watu wa madhehebu mengine. Wanafikiri wanakwenda kuhiji. Wapenda, kuhiji ni kwenda kusamehewa dhambi. Tunapokwenda Yerusalemu hatuendi kufutiwa madhambi, lakini tunakwenda kuona sehemu za kihistoria ambazo watu waliotangulia katika imani walipitia. Fikiria unapoweza kwenda ukafika sehemu ile ya Sodoma, ukaangalia nguzo ya chumvi ambayo yule mama mke wa Rutu aligeuka akageuka nguzo ya chumvi. Unaonaje ukifika mahali pale Kalvari au fuvu la kichwa, Golgotha, kwamba hapa ndipo Bwana Yesu aliwekwa msalabani? Una feel vipi? Kwa vyovyote, kama kweli umeokoka, kama kweli una hofu ya Mungu, hautatoka ulivyo. Lakini nikupe taarifa tu kwamba hatuendi kuhiji, maanake hatuendi kufutiwa madhambi. Unaweza kwenda hata mara 10, mara 50, lakini hiyo pesa ni afadhali hata ungechukua ukawapa wasiojiweza, ukawahudumia hata mayatima na wajane, kuliko ni kwenda mara 7, mara 8 kule. Mpendwa, jambo hili nimependa tulizungumze ili liweze kueleweka. Hebu tuangalie katika kitabu cha Injili ya Yohana sura 20 mstari wa 28. Biblia inasema, Yesu akamwambia, wewe kwa kuwa umeniona umesadiki. Waheri wale wasioona wakasadiki. Narudia, Yesu akasema katika Yohana 20:28, Yesu akamwambia, wewe kwa kuwa umeona umesadiki. Waheri wale wasioona wakasadiki. Maneno haya alikuwa anamwambia yule mwanafunzi ambaye hata alipoambiwa kwamba Yesu Kristo amefufuka hakuamini. Sema hapana, bado mnasema uongo. Yesu anaweza kufufuka kweli? Ndugu zangu, huyo mwanafunzi hakuamini kabisa, na Yesu alijua kwamba hakuamini. Lakini baada ya kufufuka alifanya kila njia, akafika mahali ambapo naye yupo, kwa sababu mara ya kwanza alipokutana nao hakuwepo Toma, lakini baadaye alipokuwepo akasema, sasa unaniona wazi wazi, hebu nyoosha kidole chako. Akainua mkono upande huu, akaonyesha jeraha lile alilopigwa mkuki na yule askari. Akaambia, hebu angalia, ingiza kidole hapa ili upate uhakika. Akakataa, akasema hapana, ingiza. Akachukua kidole kile, akakisogeza. Alipofika anakaribia, akasikia kama anapigwa shoti. Akasema, Yesu Kristo, Bwana wangu na Mungu wangu. Ndugu zangu, haikuwa shoti ya umeme, lakini ilikuwa ni shoti ya kujikuta kwamba amekosea. Alitakiwa kuamini hata kama hajaona. Ndio hapa Yesu anasema, Yesu akamwambia, wewe kwa kuwa umeona umesadiki. Waheri au wanaheri wale wasioona wakasadiki. Wapendwa, mimi nasadiki yote yale yanasimuliwa habari ya Yerusalemu. Mpaka nimefundisha habari ya Yerusalemu kana kwamba nimekuwepo pale. Lakini najua Golgotha, ipo sehemu inaitwa Golgotha au Golgotha, pale alipowekwa msalabani. Najua pale panaitwa Kalvari. Pale ni eneo la fuvu la kichwa. Ndipo fuvu la kichwa cha Goliati kiliwekwa pale. Wapendwa, mimi najua Praetorio ni eneo ambalo Yesu Kristo alienda akahukumiwa, na alihukumiwa kweli. Watu wamejichanganya. Wengine wamefikiri kwamba alipobeba msalaba ukamshinda, msalaba ule aliubeba Simoni Mkirene. Sasa hapa Bwana Yesu anamwambia Tomaso aitwaye Pacha, ambaye alipoambiwa tumemwona Bwana hakuamini, hadi Bwana alipojitokeza mwenyewe na kumwambia anyoshe kidole katika shimo ambalo alipigwa mkuki. Ndugu zangu, nimalizie kwa kusema maneno haya. Kuenda Yerusalemu ni vizuri, lakini sio lazima kwenda zaidi ya mara moja. Unaweza kukuta Wakristo wengi kama nilivyosema, waliokwisha kwenda Yerusalemu zaidi ya mara 2 au mara 3, wala hawana badiliko, ni wakorofi, wakikopa hawalipi, hakai vizuri na majirani zake, pengine wengine hata wasalimiani, muda wote wamejaa hasira. Nasikia kusema kuwa nimeshakutana na watu wa jinsi hiyo waliokwisha kwenda huko, tena wengine mpaka sasa hivi na wadai hawajanilipa. Ndugu zangu, somo hili nalimalizia kwa kusema, ukimsikia mtu anakuambia nimemuona Mungu, usifikiri amemuona mubashara kwa macho hivi, lakini ameyaona matendo makuu ya Mungu. Ukiyaona matendo makuu ya Mungu, wapendwa, Mungu huwezi kumuona kwa macho, ila amini tu kwamba yupo. Kwa hiyo hapa nimeandika, ukimwona mtu anasema nimemuona Mungu, sio kwamba amemuona mubashara, yani waziwazi, bali ameyaona matendo makuu ya Mungu wetu, kwake mwenyewe au kwa kundi la watu. Kwa hiyo usidhani kuwa kwenda kila mwaka Yerusalemu, siku moja utakutana naye katika viwanja vya Yerusalemu. Huwezi kukutana naye Bwana Yesu kule. Wapendwa, Mungu akubariki sana kwa somo hili fupi ambalo kichwa cha somo kinasema Yerusalemu au nchi ya uzuri, na Mungu akubariki sana.